robo finali. Ukizungumzia Yanga hatua ya robo finali kwenye maisha yao yote wamefika mara moja. Na inahitaji Simba, yani kama Tanzania sasa, kama taifa, tunahitaji Simba iwe na ubora warau wa 50% kuvuka kwake hatua ya robo finali ni kitu cha kawaida zaidi kuliko Young Africans yenye ubora wa 500% ambayo ina struggle kuvuka kwenye hatua ya robo finali miaka 4 consecutive. Yuko bora zaidi, lakini amefuzwa kwa mara moja tu, lakini pia hata hiyo mara moja ilifikia mpaka mechi ya mwisho dhidi ya CR Belouizdad kufuzwa hatua ya robo finali. Binafsi kama Simba walikabidhiwa jina la mwaka robo kuishia robo finali zaidi ya mara 4 mfululizo, nafikiri kuna haja ya kuwaita Young Africans mwaka kundi. Young Africans mwaka kundi. Nafikiri hilo jina linawatosha zaidi. Lakini Yanga ni kama wamefikia kwenye malengo yao, kwa sababu ukiangalia Engineer Said aisha kutoka na kuzungumza kwamba malengo ya Yanga ni kuishia tu makundi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwenye 100% ya Yanga malengo yao umeshafikia. Sasa hilo ilikuwa ni motisha tu, pengine ilikuwa imebaki. Taarifa ambazo tunazipata kutoka pale visiwani Zanzibar ni kuhusu klabu ya Young Africans ambayo matarajio na matumaini makubwa kuhusiana na ya kuvuka katika hatua ya robo finali. Wapo ambao walikuwa naamini kwamba Yanga ingevuka kuingia hatua ya robo finali, lakini taarifa ya uhakika na ya kuaminika kabisa ni kwamba Yanga sasa ni rasmi wako kwenye hatua ya makundi, ndio mwisho wao sasa, manake hakuna taarifa tena mpya. Mimi naitwa Lugano Israel, hapa niko na chambuzi wa system Godfrey Mlanjize ili niweze kupiga naye story kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea. Wengi walikuwa na matarajio mazito na makubwa sana ya Yanga kuvuka. Yanga wamekwama wapi? Mambo vipi bwana Lugano? Bwana, mambo ni mazuri na najua kwako. Salamu tumekuwa wote hapa na sasa wewe hebu tuambie Yanga amekwama wapi, na nadhani ndio kitu cha msingi. Lugano Israel, kwenye mashindano ya kimataifa hasa ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup, Tanzania, na tunazungumzia Tanzania, bwana, tunahitaji Simba yenye ubora wa 50% kwenda hatua ya robo finali kuliko Yanga yenye ubora zaidi ya 500%. Yani Yanga ya robo finali. Tunahitaji Simba, yani kama Tanzania sasa, kama taifa, tunahitaji Simba iwe na ubora warau wa 50% kuvuka kwake hatua ya robo finali ni kitu cha kawaida zaidi kuliko Young Africans yenye ubora wa 500% ambayo ina struggle kuvuka kwenye hatua ya robo finali miaka 4 consecutive. Yuko bora zaidi, lakini amefuzwa kwa mara moja tu, lakini pia hata hiyo mara moja ilifikia mpaka mechi ya mwisho dhidi ya CR Belouizdad kufuzwa hatua ya robo finali. Unaniambia kwamba kama angekuwa ni Simba wenye ubora kama wa Yanga wa sasa hivi wangekuwa wameshamaliza biashara mapema? Simba hahitaji kuwa na ubora kama wa Yanga sasa hivi. Yaani Yanga iko bora zaidi kuliko Simba. Nimezungumzia wanahitaji Simba 50%. Ukiangalia kwenye performance ya Simba msimu huu mashindano ya CAF, unaweza ukahesabu 50% zao ni 20 mpaka tunasema 30, si ndio? Ndio maana unakuta wameburuza mkia. Lakini hii Simba ingekuwa na warau 50%, let's say kwenye hizi performance 3 za mechi 3 za mwisho, kama ndo Simba wangeanza nazo, manake tulikuwa tunazungumzia Simba amefuzwa hatua ya robo finali na ametop kwenye grupu, anakuwa nafasi ya ngapi? Ya kwanza. Lakini Yanga hii ambayo ni bora, Yanga hii ambayo ina striker ambaye tumeambiwa kwamba ni striker la bilioni 1, si ndio? Yanga hii ambayo ina kina Pacome Zouzoua, Yanga hii ina Alan Okero, Yanga hii ina Mudathiri Haya, Prince Mpumelelo Dube, Mohamed Damaro, Baka Jobu, Clement Mzize, El Capitino, Mwamnyeto,
back 3 ya timu ya taifa Yanga hii chali hatua ya robo finali hawapo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Young Africans wanapaswa kujifunza kwa Simba Tanzania namna ambavyo Simba inazicheza mechi zake ikiwa bora tu kwa 50% na kufuzu hatua ya robo finali. Kwa hiyo kuna makosa gani ambayo Yanga wameyafanya? Si mchezo wao wameshinda, na wameshinda dhidi ya JS Kabylie, na si ndio kilikuwa kinahitajika, na wameshinda. Kama singeshinda tungesema hayo. Sasa unaolamu vipi Yanga hapo? Experience, namna ya kushindana kufuzu hatua ya makundi kwenda hatua ya robo finali. Ukizungumzia Yanga hatua ya robo finali kwenye maisha yao yote wamefika mara moja, na hiyo narudia tena, wamefika ni mpaka mechi ya mwisho ya CR Belouizdad kuamua Young Africans kwenda kufuzu hatua ya robo finali, si ndio? Kwa hiyo ni uzoefu wa Young Africans kufuzu hatua hatua ya robo finali. Binafsi kama Simba walikabidhiwa jina la mwaka robo kuishia robo finali zaidi ya mara 4 mfululizo, nafikiri kuna haja ya kuwaita Young Africans mwaka kundi. Young Africans mwaka kundi, nafikiri hilo jina linawatosha zaidi. Lakini Yanga ni kama wamefikia kwenye malengo yao, kwa sababu ukiangalia Engineer Said aisha kutoka na kuzungumza kwamba malengo ya Yanga ni kuishia hatua makundi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwenye 100% ya Yanga malengo yao wameshafikia. Sasa hiyo ilikuwa ni motisha tu, pengine ilikuwa imebakia. Kwa kauli yako, kama mimi nimezungumza, kama ni kweli rais wa Young Africans Engineer Said alitamka malengo ya Yanga ni kuishia hatua ya makundi, basi jina liwe rasmi mwaka kundi. Manake huwezi kuwa na expectation kubwa afu kapata makubwa, utavuna ulicho kipanda. Leo hii Yanga wanapaswa kujisifu kufika hatua ya makundi, hawapaswi kujilaumu. Ndio level zao, ndipo pale ambapo wao wamefanyaje, wamefika, ndipo pale ambapo wanastahili, na ndipo walipopasema kwamba wanahitaji kufika hapo. Walisema kwamba wao malengo yao ni kufika hatua ya makundi. Bwana, jina la mwaka kundi ni lao Young Africans. Sasa unafikiri mpaka sasa hivi kuna mtu wa kumlaumu kwa kile ambacho kimetokea kwa upande wa Yanga, kwamba labda fulani kafanya hiki, fulani kafanya vile? Kwa upande wa Yanga sidhani kama kuna mtu wa kumlaumu. Kama goli 3 mtu kapasuka kabisa, kwa maana ya CR Belouizdad amepasuka JS Kabylie, kapasuka goli 3. Yanga ameshafanya lao, walikuwa nategemea National Ahali awabebe, lakini kashindwa kuwabeba. Kwani hapo kuna kumlaumu Yanga, kusikumlaumu tena kwa nini hajafunga goli? Nirudie tena, Young Africans hakuna wa kumlaumu, mimi sina deni nao. Yani hatua ya makundi ndiyo sehemu ambayo ya mafanikio kwao kufika. Sisi tunaelewana Nitamlaumu nani wakati kila kitu kimefanyika na Young Africans? Wamepata alama zao 8, wamevuna walichokipanda, na wao malengo yao ni kufika hatua ya makundi. Sasa kama malengo yao ni kufika hatua ya makundi, unawalaumuje kwamba wamefuzu hatua ya robo finali? Hizo ndo level zao. Pale ndipo ambapo wao matarajio yao wafike. Hicho ndo kikombe chao cha hatua ya makundi. Binafsi Young Africans ni wapongeze kwa kufikia malengo ya hatua ya makundi. Hakuna wa kumlaumu, ni kuwapongeza tu. Wewe Lugano, kwani unahisi tumlaumu nani wakati wao wamefikia hatua ya makundi? Alaumiwe National Ahali ambaye kashindwa kumsaidia Yanga kwenda hatua ya robo finali kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumfunga Farabat. Yaani mechi ya Yanga alafu amlaumu National Ahali kufuzu hatua ya robo finali. Kwani walichokuwa nakisema kwamba tutafuzu tu hatua robo finali, do or die, ilikuwa na maanisha nini? Unategemea upate unga kwa jirani ndo uje unaweka akula, au ilikuwaje? Mimi binafsi nilishaweka wazi kwamba kufuzu kwa Young Africans hatua ya makundi, kwanza nilishaweka wazi kuanzia mwezi wa 9 draw ilivyopangwa ya makundi kwamba Yanga kwenye grupu hili hatoboi, si ndiwe? Nirudie, Yanga kwenye grupu hili hatoboi. Mwezi wa 9 makundi
pangu. Umetafuta listi yako mwenyewe sasa? Lisiti ninayo. Si tunaelewana Lisiti ninayo. Kwa hiyo hichi ambacho wamekipata Young Africans ni kile ambacho mimi nilikiona hata kabla mechi hazijaanza kuchezwa binafsi. Utamlaumu Al Ahly kwamba hajamfunga AS FAR Rabat. Ina maana AS FAR Rabat wao walikuwa wanacheza wawili. Kwani nyuma huko kuna michezo yote ambayo Yanga walishawahi kuikosea ukasema ule mchezo wangecheza vizuri, pengine ingekuwa 1, 2, 3? Kuna mchezo wote ambao unaweza ukasema Yanga itakiwa afanye jambo hawakufanya? Ukiangalia kwenye, kwanza mimi nilikuwa na matarajio makubwa na coach Pedro Gonçalves baada ya kutambulishwa, na niweke wazi, nilisema kabisa pia listi zangu zipo kwamba mimi ni moja ya mtu ambaye nakubali mbinu zake. Lakini kuna muda kadri unavyozidi kwenda bado nilikuwa na hoji kwa nini hiki hakiendi vile ambavyo kinatarajiwa, si ndio? Kwa mfano, kulikuwa na haja gani ya kuendelea kupanga back 3 wakati timu inahitaji ushindi kwenye mechi za nyumbani, si ndio? Twende kwenye matokeo ya leo. Young Africans walipanga back 3. Wamefunga magoli mangapi? 3. Si tunaelewana? Maana yake ni nini? Maana yake kuna mahali pia kocha Pedro Gonçalves alikuwa anajibana yeye mwenyewe binafsi kimbinu, lakini akaibana Young Africans kimbinu kuto kuwa na uwezo wa kuscore magoli mengi. Imagine mpaka mechi ya leo Young Africans walikuwa wamefunga magoli mangapi? 2, ambayo Anicet Aula kacheza mechi 2 sijui 3 kwenye hatua ya makundi amefunga magoli mangapi? 2, of which ni kitu ambacho coach mwenyewe ameanza kujibana kuanzia kwenye tactics, kuanzia kwenye mbinu zake, ndizo ambazo zimempelekea kuto kupata ushindi kwenye mechi dhidi ya National Ahly. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba Simba ametolewa katika hatua ya makundi. Yanga inatakiwa wafurahie kwamba wamefika kwenye malengo yao, ila Simba lazima ajilaumu kwamba hawajafika kwenye uwezo wao ambao wamejijengea. Simba mimi bado na deni nao, kwa sababu kuishia hatua ya makundi wamefeli big time. Tangu wameanza kuingia kwenye hatua ya makundi mwaka 2017-18 Simba haijawahi kuishia hatua ya makundi. Sehemu zote ambazo Simba imefika tu hatua ya makundi direct kwenye hatua ya nini, ya robo finali, of which ni kwamba Simba imemake statement kwamba break yetu tukishafika hatua ya makundi ni robo finali, si ndio? Lakini mwaka huu break yao imekuwa hatua ya makundi. Maana yake ni nini? Simba wamefeli. Ila Yanga kuanzia walivyoanza kuwa bora, malengo yao ni kufika hatua ya nini, ya makundi, na mpaka kufikia leo wamefika hatua ya nini, ya makundi. Na hata mashindano yalivyoanza wao walisema kwamba malengo yao ya kwanza ni kufika hatua ya nini, ya makundi, kitu ambacho ni kuwapongeza Young Africans kutimiza malengo yao Yes, kuwapongeza Young Africans kwa malengo ambayo walikuwa wameyawekea, na huyo ni Godfrey Mlanjize alikuwa akizungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea pale Zanzibar. Yanga itabidi wajiandae kurudi Dar es Salaam kwa kutumia boti, kwa maana ya kutumia vifaa vinavyohusika baharini, au sio? Lakini watakujaje hatujui. Kwa furaha, manake kama aliandaa ngoma, unaandaa na vitu vingine, sidhani kama vitatumika tena, kwa sababu kwenye hatua ya robo finali tena havipo. Kama kuna shangwe, kuna vitu vingine viliandaliwa, ninajua vitakuwa vimeishia huko Zanzibar. Mimi naitwa Lugano Israel. Bwana, tuwapongeze Yanga kwa sababu wameenda kushinda mchezo wao wa mwisho kwenye makundi, lakini bahati sivyokuwa bahati, hawajaenda kwenye hatua ya robo finali. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Lugano Israel. Chao.